Mtakatifu. Marko Mtakatifu 10 verse 46. Marko Mtakatifu 10 verse 46. Marko Mtakatifu 10 verse 46. Biblia inasema hivi: wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Ujumbe wa siku ya leo ni kwamba usisikize sauti za watu ambao wako karibu na wewe. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Usisikize sauti za watu wenye wako karibu na wewe. Na nataka kukwambia kwamba imani ni kwamba tunaenda na macho ya ndani pasipo kusikia na masikio ya kibinadamu. Unaposikia na masikio ya wanadamu, utavunjwa moyo, utashushwa imani. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini unaposimama kabisa na kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana, wale wenye wana upango wa kukurudisha nyuma lazima watasaidi na wewe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Wale ambao wanakufisha moyo wataanza kukusupport kwa njia moja na nyingine. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ya kwamba wale ambao wanakwambia haiwezekani wataanza kukushabikia baada ya kusimama pasipo kusikia sauti zao. Jina la Bwana na lipewe sifa. Biblia inasema kwamba wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, na mwana wa Timayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Wakati mwingi watu wakitaka kukufunga kinywa, lazima watafute title ya kukuzima ama ya kukufunga kinywa. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inaniambia kwamba Yesu alipokuwa anatembea njiani na wanafunzi wake pamoja na mkutano, kulikuwa na watu grupu tatu. Ya kwanza ni Yesu, grupu ya pili makutano, na mwingine ikawa ya kwamba ni wanafunzi. Jina la Bwana na liinuliwe. Katika hali ya kutembea kwao, Biblia yangu inaniambia kwamba walipofika tu Yeriko, walikuta mtu mmoja jina lake anaitwa Timayo, yule muombaji kipofu. Title ya kitu ama title ya mtu inamaanisha kitu kwa ndani. Muombaji kipofu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba kulikuwa na muombaji japo alikuwa kipofu. Na bila shaka Yesu akasema katika maandiko Mathayo ya kwamba jicho ni taa ya mwili. Na wakati jicho limekufa, mwili huo uko katika giza. Na wakati mtu anakuwa katika giza, lazima roho ya stagnation inamkaba vibaya sana. Roho ya ufukara
inamkaba vibaya sana. Roho ya kutoona hayawezekani huwa imemfikia huyu bwana. Kwa hivyo nataka kusema kwamba ikiwa umefunguliwa macho ya rohoni, ya mwilini, tamani ya rohoni pia yafunguka. Jina la Bwana na liinuliwe. Bwana huyu alikuwa na shida katika macho yake ya rohoni, ya mwilini, hangeweza kuona, na hiyo basi ilimfanya kwamba akawa yuko mahali pamoja japo alikuwa mwombaji. Haleluya. Inamaanisha kwamba hata kama macho ya nje yalikuwa yamefungwa, ndani mwake kulikuwa na kanuru, maana alikuwa ni mtu mwombaji. Title: kipofu japo mwombaji. Mtu yeyote ambaye ni mwombaji, maroho huinuka kupingana naye. Wakati huyu bwana amesimama katika hali ya uombaji, obviously alikuwa na hitaji lake ndani ya moyo, na alikuwa analiwasilisha kwa Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni na milango itafunguliwa kwa ajili yenu. Bwana huyu bila shaka katika uombaji wake alikuwa anaomba akiwa na matumaini ya kwamba siku moja neema itamfikia na labda macho yataweza kufunguka. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Mungu akamwambia Yeremia kwamba, Yeremia 33:3, niite nami nitakuitika, na nitakuonyesha mambo makubwa ya ajabu usiyoyajua. Inamaanisha kwamba mtu mwombaji hakosi kuomba, hawachi kupeleka hoja zake kwa Bwana, haachi kuwasiliana na Bwana hata ijalishi yuko katika situation gani. Bwana huyu alikuwa ni kipofu, lakini bado kwa sababu ndani mwake alikuwa na roho ya uombaji. Hii roho hii kutokuwa na macho haikumsumbua kuwasiliana na Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Sijui ni kasoro gani ulionayo mchana mwema wa leo. Kasoro hiyo isikuzuie kuwasiliana na huyu Mungu aliye hai. Bado alikuwa ni mwombaji, japo alionekana kipofu. Haleluya. Wenikawa kasoro ambayo uko nayo, kupitia kwa uombaji utakutana na Bwana. Bora usisikie sauti za watu ambao wako nje. Jina la Bwana na liinuliwe. Baada ya Yesu kupita, bwana huyu alisikia sauti. Uzuri ni kwamba japo macho yalikuwa yamekufa, masikio yake bado yalikuwa yanasikia. Akasikia kelele za watu wanapita wakisema, Yesu, Yesu. Akawa anauliza, kwani huyo ni nani? Akaambiwa Yesu Mnazareti anapita. Biblia yangu inaniambia kwamba kipofu huyu akaanza kuita, Yesu Mnazareti ni rehemu, Yesu Mnazareti ni rehemu. Katika hali ya kuita, wale makutano walianza kumzima. Jina la Bwana na liinuliwe. Nyamaza, mwalimu anapita. Wakati mwingine, wakati unaomba, watu ukuangalia na hali zako za nje, wanasema yule anaomba nini, na ili hali hana kazi. Yule anaomba nini, anaita Mungu kwa sababu gani? Nataka kukuambia kwamba mawasiliano na Bwana hayapimwi na kitu chochote. Jina la Bwana na liinuliwe. Usiseme eti siombi kwa sababu mimi si kiongozi. Hapana. Unaweza kuwa hauko kiongozi kwa utu wa nje, lakini ndani mbingu zinakutambua. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Usisimamishwe na sauti za wanadamu. Wengine wakitaka kuinuka kidogo warimishwa. Wavelomba kinisho kauna. Kasoro yako isikuzime kumwita Mungu. Endelea kumwita Bwana. Haleluya. Endelea kumwita Bwana. Sauti za ukoo zisikuzime. Sauti za majirani zisikuzime. Sauti za kanisani zisikuzime. Endelea kumwita Bwana wako. Bartimayo akaendelea kumwita Yesu. Pamoja na kuzimwa, pamoja na kuambiwa
Hallelujah. Ndio sasa ana shout at the top of his voice. Yesu mwana Daudi nirehemu. Akaendelea kumuomba Yesu na kumuita. Mpaka Yesu akageuka. Hallelujah. Usiponyamazishwa na wanadamu, lazima mbingu zitafunguka na zitamsikia. Jina la Bwana liinuliwe. Hallelujah. Maana Mungu wetu hawezi kuwa kimya hadi Sayuni atakapopata wokovu wake, na hadi Yerusalemu atakapofunguliwa kutoka kwa vifungo vyake. Jina la Bwana liinuliwe. Hallelujah. Batimayo aliendelea kumwita Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Nyama kima. Hata labda kuna wengine wanakuja kugusa kima. Nyama kwa barama. Wakati mwingi wa Kristo tunanyamazishwa na sauti tu za nje. Jina la Bwana liinuliwe. Kama utaendelea mbele, lazima umefanya uamuzi ndani ya moyo wako. Kuna wengine watakwambia ijikase nje mwanda bonya kitoe. Oko mukuzalanga unalombi kwenda toe na kubonyele ki. Usikize hizo sauti. Endelea kumwita Bwana. Bwana ndani mwako unajua kile unafanya. Batimayo alijua wazi ya kwamba mimi niko na kasoro. Ninamhitaji huyu Yesu anayetembea akanigusa ya macho nikapone. Jina la Bwana liinuliwe. Wewe hakuna mtu atamzuia. Wale ambao walikuwa wanamzuia ndio walikuwa na macho yao. Walikuwa wanaona vizuri sana. Hallelujah. Lakini alijielewa ya kwamba anamhitaji Yesu zaidi. Ukijielewa ya kwamba unamhitaji Mungu zaidi, hakuna mtu atakunyamazisha. Utaendelea kumtafuta Mungu wako mpaka utakapomuona. Hallelujah. Anapenda Mungu, maana anasema kwamba nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii lazima wataniona. Hallelujah. Kwa hivyo lazima utamuona Bwana kwa hali ambayo uko nayo. Lazima utamuona Bwana. Bora hujanyamazishwa na sauti za nje. Jina la Bwana liinuliwe. Biblia inaniambia kwamba Yesu akageuka. Hakuwa anageuka kutazama makutano. Hakuwa anageuka kutazama wanafunzi. Hallelujah. Hallelujah. Aligeuka atazame Batimayo. Jina la Bwana lipewe. Aligeuka atazame yule ambaye alidharaulika, naye alikuwa ni kipofu. Aligeuka amtazame. Jina la Bwana lipewe sifa. 48 inasema na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini naomba watoto tulie. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu. Hallelujah. Yesu akageuka. Nia ya Yesu kugeuka, hakugeuka kwa ajili ya makutano. Hakugeuka kwa sababu ya wanafunzi. Aligeuka kwa sababu ya sauti ya Batimayo. Kwa hivyo ninakwambia mchana wa leo, endelea kumwita Bwana, atageuka na akutazama. Anapokutazama na jicho la huruma, lazima kasoro yako itaondoka. Lazima atakupatia kibali. Lazima atakuinua. Lazima atakutetea. Lazima atakupigania. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakamwambia, jipe moyo. Wale wenye walikuwa wanamwambia usimwite Yesu, nyamaza, unatufanyia kelele. Hallelujah. Wanaanza kumshabikia Batimayo kwa sababu Yesu amemgeukia. Nataka kukwambia kwamba wakati Mungu anakugeukia na kukutazama, wale walikuwa kinyume chako wataanza kukushabikia. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo simama imara ili hata na maadui zako waone Mungu wako. Amen. Wakamwambia jipe moyo. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Jipe moyo. Inuka, anakuita. Badili ya sauti vinywa vyao vinene
sijalewa mvinyo, bali na mimina moyo wangu kwa Bwana. Hana kaendelea kumimina moyo wake kwa Bwana. Hakujali kuambiwa kwamba amelewa. Lakini leo hii wa Kristo kazoro kudamwasa kidogo tu, basi kwa bia na nyumba. Endelea mbele. Jina la Bwana na linuliwe. Na huyo Eli ndio alikuja kumwambia Hana, Bwana na kujalie hoja ya moyo wako. Jina la Bwana na linuliwe. Kwa hivyo baada ya kusimama pasipo kuzimishwa, Mungu anawafanya wale ambao walikuwa wanakuzima kungana na wewe, wanaanza kukusapoti. Jina la Bwana na linuliwe. Wakamwambia, inuka, Bwana anakuita, jipe moyo. Biblia inasema kwamba akatupa vazi lake. Haleluya. Baada ya kusimama na kumwita Kristo, kuna mavazi mengine hatuendi nayo kupokea neema ya kiungu. Kuna mavazi mbalimbali ambayo tunavaa katika ulimwengu wa roho hasa. Huyu bwana alivua vazi lake. Ninapomtazama na mtazamo wa nje, naona lile vazi ambalo lilinena stagnation. Ni lile vazi lilinena ya kwamba utakaa hapa miaka nenda rudi. Ni lile vazi la kunena wewe utabaki kipofu maishani mwako mote. Ni lile vazi la kumwambia ya kwamba utabaki ukiwa maskini siku zote. Ni lile vazi la kumwambia ya kwamba hutawahi songa ndani ya maisha. Biblia inaniambia kwamba aliweza kulivua hilo vazi. Jina la Bwana na linuliwe. Baada ya kusikiwa na Bwana Yesu, inafaa uvue vazi. Maana Yesu anapokupatia kibali, kuna mavazi yenye hayataki. Jina la Bwana na linuliwe. Sitaki kugusia mavazi ya nje, na kugusia mavazi ya ndani. Kuna mtu aliitwa mchawi, ndani yake akalipokea akaliweka. Hilo ni vazi. Wakati unaendelea kumwita Bwana, anapokuambia kwamba inuka ninakusikia, lazima hilo vazi ulivue mpendo. Haleluya. Vazi la chuki ndanini mwako, la vazi la tamaa ndanini mwako, lazima ukalivue. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Biblia inaniambia kwamba maybe hilo vazi ndio lilifanya watu wakamzima. Maana wakati mtu yuko na vazi chafu, unadharaulika. Kitu cha kwanza, unaonekana haufai. Unapovishwa vazi la stagnation, ya kwamba wewe kila siku utakaa hapo mahali, utaonekana kama kitu kisichofaa. Haleluya. Lakini Bwana ubadilisha majina. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. Ndio maana wakati mwingine sisi tulivyoitwa na Bwana, kuna mavazi mengine ilibidi tuvue. Unaachilia kitu ili kwamba ukaweze kuona upenyo wako. Biblia inaniambia kwamba akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Kuna kutupa vazi na kuruka. Jina la Bwana na linuliwe. Unaporuka, kuna vitu umepita chini. Nikaamua kuruka hapa na hapa. Hizi vitu zote ninaziweka chini. Haleluya. Kuna mambo ambayo unafaa uruke, uyaondoke, uyaruke juu ili utapu your anointing. Haleluya. Utapu baraka zako, utapu uwezo wako, utapu uwezo wa kiungu ambaye ananena juu ya maisha yako, utapu ponyaji wako. Kuna vitu lazima uruke. Jina la Bwana na linuliwe. Baada ya kutupa vazi, jina la Bwana na lipewa sifa. Bwana huyu aliruka, akaondokea vitu vingine, alivurukia juu. Hapa pako uwe na imani ile ambayo imezidi kile ambacho unakiona mbele yako, ya kwamba sitataka kujua hali yangu mimi ni kipofu, lakini mimi nitaruka. Hakujua atangukia wapi. Jina la Bwana na linuliwe. Usiangalie kasoro yako kama unataka kutap your anointing. Jina la Bwana na lipewa sifa. Kitu cha kwanza, hujasikia mambo ya watu. Katika ulimwengu wa roho kuna kuondoa mavazi, pamoja na hivyo kuna kuruka.
Jina la Bwana na lipewe sifa. Hata kama mbele yako unaona kuna shimo, wewe unaruka ukijua kwamba aliye mbele yako lazima atakushika mkono na hutaanguka. Jina la Bwana na liinuliwe. Bartimayo aliruka. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba aliporuka akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Na mara nyingi tunaporuka mambo mengi ya dunia, ni hali pia kukataa mambo ambayo yako chini ya jua. Mungu akiwa mbinguni, baada ya kilio cha mwanadamu, baada ya kulia sana, Mungu akiwa mbinguni uliza, unataka nikutende nini? Hapo ndio huwa tunachanganyikiwa. Haleluya. Hapo ndio huwa tunachanganyikiwa. Napenda mtu mmoja katika Biblia, alikuja kumesi, lakini wanashukuru Mungu kwa ajili yake. Suleiman. Hata watu wanaelewa, wanajua. Hapo nyuma nasikia mtu akisema Suleiman, maanisha watu wana catch up, wana tap katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Nampenda huyu Bwana sana. Maana alipoambiwa na Bwana kwamba Suleiman, umenipendeza sana kwa kunijengea nyumba, wataka nikupe nini? Hakutangulia kumwambia Bwana unahitaji nini. Ingekuwa ni mtu mwingine hapa atasema nataka ng'ombe. Ajua kwamba ng'ombe inaweza kufa kesho. Jina la Bwana liinuliwe. Biblia inatuambia kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, kisha na vyote tutazidishiwa. Ukiwa unaelewa namna hiyo, hiyo inakuongoza kujibu sawa wakati Mungu anakuuliza wataka nikutende nini. Bwana huyu alisema pewe hekima na maarifa, ajue kuongoza na kutawala, kuingia na kutoka kwa watu wa Mungu. Na Mungu akampea hiyo, akamwongezea na mali. Kwa hivyo kwa ufupi, Mungu anajua vyote ambavyo unahitaji. Hata kama ni uponyaji, Bwana anahitaji, anajua unahitaji. Kama ni mali, Mungu anajua. Anajua hitaji la moyo wako hata kabla hujamwambia. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu huangalia sana, aone kile ambacho mwanadamu anataka. Kuna mtu katika Biblia, Esther, aliambiwa baada ya kuomba maombi mengi tu ya kufunga na kuomba, akaitwa na mfalme, akaulizwa, Esther, wataka nikufanyie nini? Hata ukiomba nusu ya ufalme wangu nitakupa. Malkia ya Esther hako na haja ya ufalme. Haja ya moyo wake ilikuwa ni kwamba Wayahudi wakaweze kupata uhuru wao. Jina la Bwana nalipewa sifa. Kwa hivyo nikana kwamba huyu Bartimayo dalili mwake alielewa ya kwamba ni kweli naweza omba hiki nikaomba kile, lakini kwa sababu Yesu ameniomba nimwambie anitende nini, wacha nimwambie. Biblia inasema kwamba yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Haleluya. Haleluya. Mtu anaweza kuona hitaji la katika ulimwengu wa asili na pia na hitaji la rohoni. Ya kwamba utamani kabisa, Mungu ninapokuomba ni kweli hapa nilipo nahitaji kazi, lakini Bwana kenye nahitaji nikapate kuona katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Ama Bwana nahitaji ufalme wa mbinguni. Maana unajua unapoomba ufalme wa mbinguni uko na kila kitu. Jina la Bwana liinuliwe. Lazima utafunguliwa, lazima utainuliwa, lazima kama ni baraka utapata. Kipofu Bartimayo akamwambia Bwana, Bwana nataka kuona. Na kwa nini Yesu alimuuliza na wakati alijua ni kipofu? Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Wakati mwingine Mungu hupenda kusikia usemi kutoka kwako. Ndio maana huwa tunaomba. Jina la Bwana liinuliwe. Ya kwamba wakati mwingine Mungu akiwa mbinguni anajua hitaji la kila mmoja, lakini wakati mwingine inafaa utamke kwa kinywa chako kila ambacho unahitaji. Jina la Bwana liinuliwe. Tukija katika mambo ya rohoni, kubali ya kwamba wakati watu wanataka kukuzima, wewe usikubali kuzimwa. Basi endelea hapa kwa wakati Mungu anakuuliza, mwanangu unataka nini? Jina la Bwana liinuliwe. Na hapo unapojibu lazima Bwana anatenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Kipofu Bartimayo akasema,
mwalimu wangu, tena kwa unyenyekevu. Akasema, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Jina la Bwana na liinuliwe. Kuna mambo mengi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa asili hayaji kwa urahisi vile tunavyofikiria. Ni kweli kama mwaka huu Mungu amenena, ni mwaka wa maajabu. Lakini ili kutabu maajabu, kuna process. Jina la Bwana na liinuliwe. Kitu cha kwanza, wewe mwenyewe mpaka ujikali. Ukielewa ya kwamba Mungu aliyenena ya kwamba anakutendea si mwanadamu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba Mungu anayenena ni Mungu aliye hai. Na anaponena kweli anatenda. Jina la Bwana na lipewe sifa. Huyu bwana Bartimayo alikuwa na focus kwa kile ambacho aliazimia ndani ya moyo wake. Si mtu ambaye alitaka kuvunjwa moyo na watu ambao walikuwa wananena. Kwa ufupi nataka kusema kwamba kuna mambo mengi ambayo Bwana ameahidi, lakini usikubali shetani akakurudisha nyuma. Jina la Bwana liinuliwe. Ukipata muda kupenya kwa ibada, njoo kwa ibada. Jina la Bwana na liinuliwe. Wezi jua hiyo ibada, hiyo siku ndio siku yako ya kukutana na Mungu. Bartimayo hakujua ya kwamba hiyo ndio siku yake ya kukutana na Bwana. Na mara nyingi mahali ambapo Mungu anataka kunena nawe na kukufungua, ndio maroho hujinua. Haleluya. Kwa sababu anajua mwisho wake nini. Yanajua kabisa mwisho huyu dada atafunguliwa. So hapo ndo vita vinainuka. Ndio maana Mungu akatupatia ujumbe kwamba kwenye vita ndo kuna asali. Maana hata Samson aliposema tu nataka kuoa hizo baraka, vipingamizi vilianza kwa nyumba ya kwao. Uwe unajielewa ya kwamba jambo lolote ambalo lina vipingamizi, hapo ndo kuna breakthrough yako. Haleluya. Bartimayo hakujali vipingamizi. Aliendelea mpaka akatoboa. Jina la Bwana na liinuliwe. Leo Mungu anataka utoboe. Lakini mpaka ufunge masikio ya mwilini. Wacha wasemayo waseme. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Maana wakisema wakichoka, wakiona bado ubadiliki, wataanza kukusemea kupitia kwa mtumishi wako. Wataanza kukwambia yule mtumishi mnende kwake ni ABCD. Hata hayo usikii. Maana anayenjua vizuri ni wewe ambaye tunakaa na wewe. Si yule mtu ambaye yuko nje. Haleluya. Kwa hivyo ujue wakati unanenewa kinyume changu, si kwamba wana haja ya kunipiga vita mimi. Wana haja wewe usipate kile ambacho unatafuta. Jina la Bwana na liinuliwe. Bartimayo hakusimamishwa na mwanadamu. Hakusimamishwa na wanafunzi. Hakusimamishwa na watu ambao walinena kinyume cha mwalimu. Maana kuna labda wengine hapo akamgusa akamwambia achana naye. Yuko ABCD. Lakini aliendelea. Jina la Bwana na liinuliwe. Na mwisho wa siku alikutana na Yesu. Unapokuja kanisani, lengo hasa ni kukutana na huyu Mungu aliye hai. Unapotamani kukutana na huyu Mungu, wacha kusiwe na changamoto zingine za nje. Hata zinaweza kuwa, lakini unaziasumu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni kweli wakati mwingine unaamka, unajikuta hauhisi sawa. Hizo ni baina ya hali ambazo zinataka kukuzima ili usipokee kile ambacho Mungu anapanga akupatie. Jina la Bwana na liinuliwe. Ambia ugonjwa kaa hapa mimi naenda kanisani. Na ninaenda hivyo ndio naitwa kwenda. Jina la Bwana na liinuliwe. Na ukija mahali hapa lazima utakutana na Mungu. Mungu ataangalia vile umesacrifice. Uko na mambo mengi ya kufanya. Ulikuwa na hali ndani ya mwili, lakini ukaamua kubeba msalaba wako na kumfuata Yesu. Umeamua kujikana. Lazima mpendwa Mungu atakuonekania. Jina la Bwana na liinuliwe. Lazima Bwana atakutazama na mtazamo tofauti. Jina la Bwana na lipewe sifa. Wakati mwingi kasoro hata za kutokuwa na sadaka zinafanya watu wasije kumwona Bwana. Kuna siku unaweza amka Jumapili moja uko broke kabisa. Amen. Isiyo kasoro ya kukuzuia kuja kuona Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Unakuja jinsi ulivyo, maana Bwana anakuelewa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Wende ikawa hiyo siku
Shetani anainua hiyo changamoto kwa sababu anataka akuzimishe. Mpaka tuwe spiritual conscious. Uelewe hali zingine ni mapepo yanainua. Unafungiwa njia zako ili kwamba usione Bwana. Lakini tafuta any way possible ya kuweza kumfikia Bwana. Jina la Bwana na linuliwe. Huyu Bwana hakuwa na macho, hakuwa anaona, lakini bado alijikakamua. Na alivyoambiwa anakuita, Biblia inasema aliruka. Hakutaka kujua ataangukia wapi. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Haleluya. Watu huchanga moto na wana changamoto na mambo fulani. Unakuta mtu anatoa excuse ya kutokuja kwa ibada. Ya kwamba nilipata mgeni. Huyo mgeni ambaye anakuja Jumapili ni mtu wa kukuzima usije kupokea. Nani asijua Jumapili ni siku ya kuabudu? Haleluya. Nikigusa wageni watu wananyamaza. Kwa maana kwa redolo skari. Skari ndio ina shida, tunaipokea na tunamwambia dada, ubuna sifunga heri kanisa. Ndio tuendelee, utakuwa mgeni wetu. Jina la Bwana na linuliwe. Shetani ana sauti nyingi za kuzima watu. Unaweza amka asubuhi vikozo vinaanza. Mara kwa kuwa mwanangu iruke joka. Wakigojisera joka. Shetani amejua kabisa kwamba kuna kitu kenye Bwana amekuandalia. Kipofu Bartimayo hangeweza kung'ang'ana, angesikia zile sauti zenye zilikuwa zinamzima, basi muujiza wake ungempita. Kuna watu wamepitwa na miujiza yao kwa ajili ya kukaa nyumbani. Ekuchakote mbele kesho, hai vile mwaze ruba. Watu walipenya wakapenya hiyo siku. Haleluya. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuzimwa na wanadamu. Na kuzimwa na kuwa na sababu excuses. Leo excuses mbele za Mungu. Kuna dada nilimuuliza juzi, mbona upatikani kwa ibada? Ananiambia, dada ninakosaga sadaka. Nashangaa. Kuna mtu amekuja akafungiwa mlango hapa hana sadaka jamani. Kwanza ukitoa usipotosi ni Mungu wako anakujua. Jina la Bwana na linuliwe. Kwa hivyo kama tunataka tupokee, ni mwaka wa maajabu kweli. Unaweza kuwa wa maajabu wakati wewe mwenyewe unajikaza. Jina la Bwana na linuliwe. Mwaka unaweza kuwa maajabu na maajabu usiyaone kwa sababu umezembe. Wewe kaa kwa nyumba yako na ngojea ni mwaka wa maajabu. Lazima uendelee kumtafuta Bwana. Bartimayo alimuita Yesu. Mpaka Yesu ndani mwake akahisi kwamba kuna mtu ananihitaji, kuna mtu anataka kuniona, kuna mtu anataka nimfungue. Jina la Bwana na linuliwe. Na Bartimayo aliweza kupokea. Haleluya. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba kuna kanuni za kiungu zenye zinawezesha mtu kupokea kile Mungu ameandaa katika anga ya baraka. Jina la Bwana na linuliwe. Hizo nimenena ni baina ya kanuni zenye Bwana huwa anaangalia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Huwezi kuwa mvivu yako yote alafu una expect Mungu akutendee ukiwa nyumbani vivi. Haleluya. Labda iwe neema special yenye Bwana amekushushia. Lakini pamoja na kuwa kwamba kuna neema Mungu anaweza shukisha kwa mtu, wapendwa, nataka kuambia kwamba tujikaze. Jina la Bwana na linuliwe. Hata ufalme wa mbinguni wenyewe unahitaji mtu ambaye anajikaza. Yesu akasema kwamba yule ambaye anataka kunifuata lazima abebe msalaba wake na anifuate. Jina la Bwana na linuliwe. Na kwamba kuna mambo ambayo hayako rahisi, mpaka ujitolee, utafute Mungu, umuite. Na wakati Bwana anakuona bidii yako ile unamtafuta nayo, lazima Bwana anatenda jambo katika maisha yako. Usimame kwa miguu yetu.